Kwa majina naitwa Daniel Msigwa, ni afisa uchaguzi wa halmashauri ya mji Ifakara, jimbo la Kilombero. Napenda kuwafahamisha wananchi kwamba zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura limeanza rasmi tarehe 16 na linatarajia kuhitimishwa tarehe 22 mwezi huu Mei. Kwa hiyo ni kipindi cha siku 7 ambacho wananchi wanatakiwa kujitokeza kwenye vituo vilivyoainishwa kwa ajili ya kuboresha taarifa zao. Lakini pia zoezi hili la awamu ya pili linakwenda sambamba na kuweka wazi daftari la mpiga kura kwenye vituo vyote 279 vilivyopo katika halmashauri ya mji wa Ifakara, jimbo la Kilombero. Wananchi wakishakagua taarifa zao kwenye ile orodha itakayokuwa imebandikwa, kwa ambao watakutana na changamoto za majina au taarifa zao kukosewa, wanapata fursa ya kwenda kurekebisha kwenye vituo vilivyoainishwa sasa hivi ambavyo ni vituo 20, kituo kimoja kwa kila kata. Watakwenda kwa maafisa waandikishaji, wataboresha taarifa zao, watarekebisha. Lakini pia na kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kujiandikisha awamu ya kwanza, wanapata fursa pia ya kujiandikisha awamu hii ya pili. Pia kwa wale ambao watakuwa wamebadilisha makazi, alikuwa anaishi labda kata ya Rumemo, saizi amehamia kata ya Kibaoni, au alikuwa anaishi kata ya Lipangalala, saizi amehamia kata ya Mbasa, anapata fursa pia ya kwenda kurekebisha taarifa zake, kwa maana ya kwenda kubadilisha makazi na kupewa kitambulisho kipya. Kwa hiyo napenda nitoe rai kwa wananchi wote wajitokeze kwenye vituo vyao walivyojiandikishia awamu ya kwanza kwa ajili ya kwenda kukagua taarifa zao. Lakini pia naomba pia niwaombe viongozi wa vyama vya siasa watusaidie kuhamasisha wanachama wao wakahakiki taarifa, na kwa wale ambao watakuwa taarifa zao zimekosewa warekebishe, na kwa wale ambao hawakupata fursa awamu ya kwanza waende wakajiandikishe. Awamu hii ni ya mwisho. Tume huru ya uchaguzi imetoa fursa awamu ya pili, na hii itakuwa ni awamu ya mwisho kwa ajili ya kujiandikisha na kuhakiki taarifa. Kwa hiyo naomba wananchi wote watumie fursa hii kwa ajili ya kujiandaa kupata haki yao ya kupiga kura mwezi Oktoba mwaka huu. Kila chama cha siasa kina wajibu wa kuteua wakala wa kuwa kwenye kituo cha kuandikisha, wakala wa chama cha siasa. Lakini pia chama cha siasa pia kina wajibu wa kuhamasisha na kuhimiza wanachama wake kuhakikisha kwamba wanakwenda kujiandikisha, kwa wale wenye sifa ambao ni miaka 18 na zaidi, lakini awe Mtanzania, awe mkazi wa eneo husika, awe na akili timamu. Wawahimize watu wao waende wakajiandikishe, kwani mtaji wa vyama vya siasa au mtaji wa wanasiasa ni wananchi waliojiandikisha kujipatia sifa za kupiga kura. Vinginevyo hawatapata nafasi ya kupiga kura mwezi Oktoba mwaka huu. Zoezi litafanikiwa kwa sababu siku zilizotolewa ni nyingi. Siku 7 ni nyingi sana. Na kama halmashauri tumejipanga kwa maana ya kutoa hamasa ya kutosha kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata taarifa. Kwa hiyo hata wale ambao wako mashambani, na hakika kabisa Radio Pambazuko inasikika kila kona ya jimbo hili. Popote pale mwananchi atapata taarifa. Kama yuko mashambani, labda atakaa labda ndani ya siku 5 atakosa nafasi, zile siku 2 za mwisho na imani anaweza akapata nafasi. Kwa hiyo siku zilizotolewa siku 7 ni nyingi. Na waomba watu watumie siku hizo 7 kuhakikisha kwamba wanajiandikisha. Siku 7 ni nyingi. Kwa hiyo watu wajipange. Muda wenyewe ni mfupi, ukifika pale hazidi dakika 5. Mtu anakuwa ameshahakiki taarifa zake na ameboresha taarifa zake. Kwa hiyo mtumie fursa hii kuhakikishia kwamba muda unaotumika kwenye kituo ni mfupi. Kwa hiyo waje wahakiki na wajiandikishe, warudi kuendelea na shughuli zao. Jina naitwa Remigi Frank Maginga, ni mwenyekiti wa Chadema jimbo la Kilombero. Kimsingi tumezisikia hizo taarifa, kama chama tumezisikia, lakini na mimi kama msemaji wa chama Kilombero ni kwamba chama bado kina misimamo yake ya no reforms no election. Tafsiri ni kwamba hatuwazuii wananchi kwenda kupata vitambulisho vya kupigia kura, ni haki yao kwa sababu ni vya kwao. Lakini kwenye swala zima la uchaguzi sisi bado tunasimamia misimamo yetu mpaka hapo serikali itakapokubali kufanya marekebisho ya sheria za uchaguzi. Tunapozungumzia hizo reforms za uchaguzi ni pamoja na daftari la wapiga kura. Kwa sababu tunaamini kuna marehemu na kuna watu ambao kimsingi hawajafikisha umri walipata hiyo utaratibu wa kuandikishwa. Na hichi tunachokizungumza tuna uhakika nacho ni kwamba
kuna watu walienda kuandikisha chini ya umri. Sasa kimsingi lalamiko letu linaanzia kwenye daftari la wapiga kura, lakini pia mimi kama mwenyekiti wa chama kwamba wananchi waliofika umri wa kupiga kura wanaweza kwenda kuchukua vitambulisho kwa ajili ya shughuli zingine kama wataona inafaa, kwa sababu kuna mikopo hapo, kuna mambo ya usajili na nini. Of course hiyo ni haki yao kwenda kujiandikisha, lakini sisi kama chama bado tutaendelea kusimamia misimamo yetu, no reforms no election, mpaka hapo utaratibu utakapofuatwa. Mwisho kuelekea uchaguzi wa madiwani, wabunge na rais kwa mwaka 2025. Sisi kama Chama cha Mapinduzi na vyama vingine vyote vya siasa tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunahamasisha si tu wanachama bali na wananchi wote kwa ajili ya kwanza kabisa kwenda kuhakiki majina yao kama yapo na taarifa zilizoandikwa ni sahihi, lakini pili ni kuhakikisha kwamba kwa wale ambao wanabadilisha taarifa, labda alikuwa anaishi Umemo, sasa amehamia labda Kidatu, basi anaenda kubadilisha taarifa zake ili kile kipindi cha uchaguzi kimkute kwenye eneo lake. Kwa majina naitwa Aziza Salumu, natokea kijiji cha Kibaoni, kata ya Kibaoni, ni mwananchi wa kitongoji cha Bomani. Kwa hiyo nimekuja kuhakiki taarifa zangu za kitambulisho cha mpiga kura. Nashukuru taarifa zangu ziko vizuri. Nachoomba kwamba taarifa, kwa sababu hiki kipindi watu wako mashambani, kwa hiyo taarifa hizi, kwa hiyo watu wengi hazijawafikia. Kwa hiyo nilikuwa naomba matangazo wapitisha yani kila sehemu, ili kusudi watu wajitokeze waje kujiandikisha. Kwa majina naitwa Albert Bega, afisa mwandikishaji, nasimamia kata ya Kibaoni. Ndugu mwandishi, zoezi linaendelea vizuri kama unavyoliona, wananchi wanahamasika na wapo kwenye utaratibu kwa ajili ya kupata huduma ya kuboresha taarifa zao, lakini vile vile kuangalia taarifa zao. Tangu asubuhi zoezi limeenda vizuri, watu wamejitokeza, lakini kwa jiografia na nature ya eneo letu la kata ya Kibaoni ni kubwa. Vijiji 4, vitongoji 27, vituo 31. Tumeongea na msimamizi wa jimbo, kwa maana afisa mwandikishaji ngazi ya jimbo, kwa kuongeza kituo kingine kwa eneo la Kapolo, kwa maana maeneo yote wanaotoka kijiji cha Lungongole pamoja na Kikwawila waweze kupata huduma pale, na hawa wanaotoka kijiji cha Kibaoni na Kilama waweze kupata huduma hapa Chekechea Bomani.